Biblia kinasema kukombolewa katika maeneo matatu muhimu. Kukombolewa katika maeneo matatu muhimu. Tulieleza kwamba kichwa sehemu ya kwanza, eneo la kwanza ambalo ni muhimu kukombolewa, tukasema kukombolewa kwa jinsi ya rohoni. Roho yangu na roho yako vinahitaji ukombozi, kwa sababu baada ya anguko la mwanadamu katika dhambi, roho zetu, mioyo yetu ikamilikiwa na adui. Shetani ndiye aliyekamata roho zetu, ndiye aliyekamata maisha yetu katika ujumla wake, na tukawa chini ya utumwa wa dhambi. Wala hakuna mwanadamu ambaye bila neema ya Yesu kwamba anaweza kuikataa dhambi na asiishi na dhambi. Kwa mwanadamu nje ya Yesu anamilikiwa na kutawaliwa na nguvu ya uovu na uasi na dhambi, na ameasi juu ya Mungu. Na hivyo kila lililo la baraka ambalo linatoka kwa Bwana na mtu ambaye anaishi chini ya laana ya dhambi hawezi kulipata. Tulipokuwa tunazungumza habari za kukombolewa roho ya mtu, tukazungumzia habari hizo tukisoma maneno kutoka katika ile Mithali 28:13 anaposema afichaye dhambi zake hatafanikiwa, bali yeye asiungamaye atapata rehema. Bali yeye asiungamaye na kuziacha atapata rehema. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe kanisa. Ungama dhambi na kuziacha. Jina la Bwana libarikiwe. Lakini tulipogusia neno la pili tukasema tunahitaji pia kukombolewa kimwili. Miili yetu inahitaji ukombozi. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Tukatumia mifano ya watu mbalimbali waliotutangulia katika imani, jinsi walivyotambua uovu uliofungwa kwenye nguvu ya mwili. Na tulisoma katika kitabu cha Warumi mlango wa 8 mstari wa 6 anaposema nia ya mwili ni uadui juu ya Mungu. Tukasoma tena katika Galatia anasema hii nia ya mwili imeshindana na anasema nendeni kwa roho wala hamtazitimiza kamwe tamaa za mwili, maana mwili hutamani ukishindana na roho. Na tukazungumza kwamba anaposema mwili unashindana na roho, haviwezi kushindana kama rohoni hakumtaki Mungu. Hivi vita vinazungumzwa kwa watu wa Mungu waliokolewa. Jina la Bwana libarikiwe. Ambao roho zao, haleluya, haleluya, roho zao na mioyo yao inatamani kumwishia Mungu. Lakini kama watafikia mahali kuwa na ufahamu wa kuifanyia ukombozi miili yao, vita hilo ni kubwa kwenye maisha yao. Na ndio mwili ukifanya uzembe nayo, hutauona uzima wa milele. Itakuweza tu. Na wengi wameporomoka. Unashangaa ukifika kanisani ni watumishi wazuri, lakini kesho na kesho mtu unasikia ameshindwa na dhambi. Nini? Mwili alifikiria na uwezo nao aliona ni kitu kidogo. Lakini nasema Biblia ikisema inasema kweli nia ya mwili ni uadui juu ya Mungu. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Na anasema mwili hutamani ukishindana na roho. Haleluya. Kuna watu ambao wanasema unaongea kitu hiki kitu gani? Unajua mtakisha kuokolewa basi imetosha. Sawa. Pamoja na kuokolewa kwako, lakini jifunze kuomba mbele za Mungu juu ya kutoa wewe mwenyewe mbele za Mungu. Tulisoma katika kitabu cha Warumi mlango wa 12 anapoongea anamwambia wazi Paulo anawaambia Warumi. Anasema itoeni miili yenu iwe ibada, itoeni miili yenu iwe dhabihu iliyo hai, iwe ibada yenu yenye maana ya kumpendeza Mungu na ukamilifu na utakatifu. Anasema wala msifuatishe namna ya dunia hii kama mataifa wanavyokwenda. Mwili wako unahitaji kutolewa. Mwili ndio ambao unaona shida hata kupita kwenye majaribu. Mwili unajitetea, mwili unajipigania, mwili unajihesabia haki. Mwili hautaki mtu mwingine aseme lolote juu yako. Mwili ndio unasema kwa nini fulani amenisema na mimi nitamfanyizia. Ni shida ya mwili. Mwili ndio unaotamani na unaona choyo. Mwili ndio ambao haupendi mtu mwingine afanikiwe. Mwili unakasirika kama mtu mwingine akitumika mbele za Mungu kuliko wewe. Mwili unakwambia kwa nini yeye ametumika zaidi kuliko wewe? Kwa nini alipohubiri walipiga vigelegele wao kupiga vigelegele? Sio rohoni kwako, ni mwili wako unakusumbua. Mwili una wivu hata utaki wengine wafanikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Mwili unachonga, mwili unaosema tulijua atashindwa. Ni shida ya mwili, sio rohoni. Rohoni kunatamani watu wamjue Mungu. Na ndio maana tunaandaa semina, tunaandaa mikutano ya kiroho. Kwa sababu tunatamani watu waokolewe, lakini usipokombolewa kwenye mwili wako utakusumbua katika safari ya kwenda mbinguni. Mwili ndio unaojaza madeni yasiyolipika. Nilikwambia kitu hiki na ni jaribu kubwa sana kwa watu wanaosafiri kwenda mbinguni. Swala la madeni, mtu anajihesabia hata anajisamehe mwenyewe amekopa, hao ni atatabu. Sio hivyo, hatuendi hivyo. Ni mwili unakusumbua. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Unapataje ujasiri wa rohoni kweli? Umekopa kwa huyu kesho, unakopa kwa huyu kesho, unakopa kwa yule. Useme bado wewe ni mtu wa rohoni, iko shida kwenye mwili wako. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Na shida ile hapo kwenye mwili unaishi kiwango cha maisha ambayo sio kiwango chako cha uchumi. Na ndio maana maisha kusumbuka na madeni kibao. Tamaa za mwili, kuna ushindani na wale walio na
Haleluya. 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 Kipengele hiki nisema ninaomba Roho Mtakatifu akusaidie sana. Ni kigumu sana kuelewa. Wengi wanarahisisha swala la mwili kusema Bwana afanye maombi kwa ajili ya kusurubisha mwili. Wengi hawaelewi. Wanasema mimi nilishakata shauri inatosha. Lakini angalia walivyo wasumbufu katika safari ya kwenda mbinguni. Kabisa katika kundi la kwaya, yuko usharikani, ni mtu mzuri, umemchagua na uzee wa kanisa, lakini mara kwa mara anasutwa ombea kwenye mitaa yake. Amefitinisha huko, amefitinisha kule. Fitina zinatoka, kufitinisha kunatoka ikiwa roho wa Mungu yuko ndani yako na wewe ni mcha Mungu na mwili wako umekufa kwa habari ya dhambi. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Penda sana ukisoma ile Warumi inanifurahisha sana. Anasema roho wa Kristo akikaa ndani yetu, Roho Mtakatifu. Kazi moja wapo anayoifanya. Sikia neno la Bwana. Ndipo utakapoelewa kwamba ukombozi wa mwili upo. Anasema Roho Mtakatifu akiingia ndani yangu na ndani yako, anaifisha miili yetu kwa habari ya dhambi. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa anapoingia ndani yako, nimeokoka ni sawa, lakini Roho Mtakatifu anajua kama umeokoka mwili wake utamsumbua. Kwa hakika ndani yangu anachofanya ni kufisha mwili wangu kwa habari ya dhambi. Haleluya. Kila mara unakufa. Na ndio maana juzi nikasema unaiona dhambi hata ikiwa mbali, hata harufu ya dhambi unaiona tu. Kwamba haya mazungumzo na huyu ndugu tutafikia kuzozana. Inabidi ubadilishe mazingira. Kwamba Bwana hebu pata soda kwanza, tutaongea kesho. Ili kupunguza pressure ile msifikie kuzozana. Hapo sasa unakuwa umeuweza mwili. Haleluya. Haleluya. Bwana libarikiwe. Jina Bwana libarikiwe. Mwili ndio unafanya nyang'anyane maiki na mtu mwingine, unataka wao uonekane unaimba kuliko wengine. Sio rohoni, rohoni kuna nyenyekea. Haleluya. Amen. Kutana maiki kabisa. Mwili ndio unasema kila mara wanapeana wenyewe kuhubiri. Ni mwili. Bwana pambana wenyewe. Sio lazima ujitetee wewe. Sio lazima useme kwa nini hawanipangi. Roho Mtakatifu ndiye anayetupanga kweli. Amen. Wala unahitaji kuomba mwaliko. Mimi nilisema tukifanya nikasema yaani mtu atangefanyaje? Nilikwambia kurudia tena kusema jina Bwana libarikiwe. Kuna watu ambao wakafikiri kwa kupigiana simu na kufanya kile na kile watazima nisiendelee kuhubiri. Kama nimejiita nitakuwa mhubiri. Lakini kama Mungu ameniita nitamsua yangu. Maana kufungiwa huduma kwa mtu anayemtumikia Mungu katika roho na kweli akosana na Mungu. Akikosana na Mungu hataendelea. Hata angeomba kama naomba nitumike kama amefanana na Mungu. Hawezi. Asimamaje? Nini tutaongea nini? Lakini kama wanadamu wameamua kukupaka matope na Mungu bado amekuita na kwambia utakaswa utakaswa. Haleluya. Miaka hii ndugu zangu, tunza uhusiano wako na Mungu. Usitunza uhusiano wako na dhehebu, usitunza uhusiano wako na kwaya, watakugeuka kesho na kesho kutwa. Usitunza uhusiano wako na kundi, hata kwenye fellowship huko utakatuaji pia wanaweza kugeuka. Tunza uhusiano wako na Mungu. Jina Bwana libarikiwe. Jina Bwana libarikiwe. Jina Bwana libarikiwe. Mwanadamu ni mwanadamu. Mungu ni Mungu. Mungu ndio sio kigeugeuka. Wanadamu watazama wanavyotazama wanageuka. Wanadamu mwisho wao anaujua Mungu, huwezi kujua wewe. Unaweza kumuona leo kama mcha Mungu, kesho akifarakana na Mungu atakutendea mabaya. Huwezi kujua lini unafarakana na Mungu. Na ndio maana Biblia inasema amelaaniwa mtegemeaye mwanadamu. Afanyaye mwanadamu kuwa kinga yake na moyo wake amemwasi Mungu. Siku atakapoporomoka na wewe utashindwa. Maana umemwamini mwanadamu na umemtazama mwanadamu. Tazama Mungu aliye hai. Atakusaidia yeye ambaye hata siku moja hajawahi kushindwa mwanadamu. Jina Bwana libarikiwe. Hatuokolewi kwa wanadamu tukasimama kwa wanadamu. Tunaokolewa kwa Mungu, tunasimama kwa Mungu. Biblia yangu inasema iko hila mioni mwa watu. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Kama iko hila mioni mwa watu huwezi kujua. Hila iliyo moyoni mwa mtu huwezi kuiona. Mpaka unapofanya hila ndipo natambua kumbe kuna hila kwenye moyo wa mtu huyu. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Nasema tukombolewe roho zetu, tukombolewe na miili yetu. Afichaye dhambi zake hatafanikiwa, bali yeye asingomaye na kuziacha atapata rehema. Nasema usikamate wachawi. Ukiona mafanikio hayapo, jiulize, nimeungama dhambi nimeziacha? Si unasema inawezekana wameniroga ofisini kwangu. Hata wangekuroga. Biblia yangu mimi ninayosoma inasema hapana uchawi juu ya Israeli. Haleluya. Hapana uchawi juu ya Israeli, wataroga. Anasemaje Daudi? Anasema wamenichimbia mashimo watatumbukia wewe. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Kama umeungama dhambi na kuziacha, Biblia inasema utapata rehema, si ndio? Upata rehema maana utahurumiwa, utabarikiwa, utakuwa heri, utafanikiwa tu. Hakuna atakayezuia mafanikio yako. Kwa hata wangepaka matope yatawarudia wao. Wakichimba mashimo watatumbukia wao. Daudi aliposikia kwamba anasema hilo kesho nitakufa, maana walitega kila mtego wanaotega. Akasema sitakufa
bali nitaishi. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Alipoona kwamba anamzunguka na kusema tumemzingira, sasa tunamweza. Huku kuna adui na kule kuna adui na kule kuna adui. Ni Daudi likatunisha msuri wa imani. Sasa nikwambia lazima ujae msuri wako wa imani ili ustahimili vita vilivyopo duniani sasa. Ni jamaa likatunisha msuri wa imani, nikasema Bwana ndiye mchungaji wangu. Haleluya. Akasema Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na nini? Katika malisho ya majani uniraza, kando ya maji ya utulivu uniongoza. Bera naendelea anasema waandaa meza mbele ya watesi wangu. Yaani hawatikire kuumburo. Akasema kama mmenizunguka, mnanisema sema, mimi nakula mahambage na masapura mbele yenu nyinyi watesi wangu. Mimi najichana tu. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Unga mkono wako kama tuko pamoja. Leo ninakwenda kumalizia kwalo ambalo tumeendelea. Sema ni kukombolewa katika eneo la uchumi. Jina la Bwana libarikiwe. Kukombolewa kiuchumi. Na nilisema kwenye kukombolewa kiuchumi kanisa limechelewa sana kutambua. Limechelewa kanisa kutambua. Kwenye ukombozi wa uchumi kanisa limechelewa. Haleluya. Haleluya. Kukombolewa kwenye roho zetu tumefanya hivyo huduma hiyo kwa muda mrefu na imekuwa wazi na kila mtu anaelewa. Kwa mtu anayekusudia kwenda mbinguni, hakuna ambaye haelewi kwamba kutubu dhambi kutamsaidia kwenda mbinguni. Kila mtu anaelewa kwamba nikitaka kwenda mbinguni lazima nitubu dhambi. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Kama maeneo mawili haya yanatutesa sana, kukombolewa kwa jinsi ya afya na kukombolewa kwa uchumi. Yanatusumbua. Hakuna kitu ambacho ninaumizwa nacho sana kwamba kila mkutano wa kilo tunaokuwa nao wa kwanza kupita mbele kuombewa ugonjwa ni watu ambao wako ndani ya Mungu. Ifike mahali weka mstari mwekundu. Kwamba Mungu sasa sio wakuombewa kila wakati. Mimi wakati mwingine nitaombea wengine na. Sio kila kipindi wewe ni wakuombewa magonjwa tu. Ni lazima ukombolewe kwenye mwili wako. Ukombolewe na magonjwa. Yesu aliwatazama akasema wanangu mmesamehewa sana, usitende dhambi tena. Kwa ndani ya msamaha wa dhambi alifunga na uponyaji. Wewe fuatilia Biblia, mliokopa tulisoma Biblia mliona wazi. Wengi waliofungua magonjwa kuambia wanangu mmesamehewa, msitende dhambi tena. Yesu wapate yaliyo makubwa. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Anasema nina amri ya kusamehe dhambi duniani. Anasema nalikuja ili wawe na uzima tele. Jina la Bwana libarikiwe. Sio mtu wa kuumwa unahesabu vitanda hospitali mpaka manesi wanakufahamu na jina nikutukuisi atamigwa. Maana wanajua wewe kila siku utakwenda na majina mengine mnajipa atamigwa, unatamigwa kweli. Mboto tulisoma sana habari za laana za umaskini katika kitabu cha Mithali. Tukaangalia kwamba maskini anatengwa hata na rafiki yake. Anatengwa hata na jirani yake. Hata jirani hataki kukaa na jirani ambaye ni maskini. Maana ni mzigo kwa jirani. Tuana tukakuja kuyurujua maso kwa jirani. Kila kipika kisikia harufu ya nyama wako kwa jirani. Wamejaa wanaongeza budget ambayo hata kuwa nayo. Anasema maskini anachukiwa hata na ndugu zake. Tulisema wewe kama ukwepo ni bahati mbaya kwako. Lakini tunaangalia katika Mithali mlango wa 19. Anasema ndugu wote wa maskini wanamchukia. Mstari wa 5 na wa 7. Wanamchukia. Wewe mtu uko hapa Mbeya, wanakwenda kumtembelea aliyeko Tunduma. Wanakuacha wewe ambaye uko hapa Mbeya. Alafu mnakutana kapo na sasa jamani. Mwaka jana mlikuwa Tunduma, mwaka huu tena Tunduma. Mimi mbona mnitembelei? Iswele. Wameangalia maisha yako, tafadhali nipigie niongezee salio. Nani atakayekuja kukutembelea? Wakifunga shule wanaenda kutembelea Tunduma, watapata na hela ya matumizi shuleni. Watakula vizuri, watapata na bakulala. Wakija kwako watapakualaza penyewe shida. Chai yenyewe asubuhi ni shida, unanunua sukari kama 200 na nataka kutembelea. Bwana libarikiwe. Hata utaki unatawaliwa tu na tajiri. Sio kwa sababu ya hiari yako, utajiri wako unakufanya kutawale. Yuko mtu mmoja mpaka nilisikia uchungu rohoni, nilikuwa naendesha semina mahali fulani. Mpaka wamemwambia kaka yao, wanamwambia kaka, ukitaka kuishi na huyu mwanamke basi hizi biashara zote tunatoa. Maana ndio waliompa ule mtaji wa kazi ile anayoifanya. Kwa analishwa na dada zake ndio wenye hela, wameamua kumwambia mke wake achane naye. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Punga mkono kama tuko pamoja. Usifanye mzaha, umaskini ni laana. Unanisikia kitu nasema? Zamani tulikuwa tunaimba tu, chukua vyote niachie Yesu. Tulikuwa tunaona ni kitu rahisi sana. Lakini sasa hizi tutatulinde, tumegundua. Hatumwambishi tena chukua vyote, tunasema chukua dhambi, niachie Yesu na hela. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Punga mkono kwa Bwana Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Watu hawawezi kukusanyika mahali ambapo hakuna kitu. Lakini tuangalie kitu kingine ambacho jana nilisema kwamba hebu tuangalie baraka ambazo Mungu
ametukusudia, kwa sababu tuliangalia kwamba na 20 anaposema mkitii mtakula mema ya nini? Jina la Bwana libarikiwe. Lakini pia tunaangalia Kumbukumbu la Torati mlango wa 8 mstari ule wa 6 mpaka mstari wa 10. Anapoeleza wazi kwamba anatukomboa, anasema na wakomboa Israeli na kukomboa na kupeleka nchi ambayo imejaa mito, imejaa vijito, anasema milima yake inafukuka shaba, anaeleza utajiri mbalimbali, alafu anasema mtakula humo chakula na kushiba. Hebu sema na kushiba. Jina la Bwana libarikiwe. Mtaenda kula chakula na kufanya nini? Na kushiba. Ukiendelea mstari wa 11 anapoendelea pale chini anasema utakuwa na mashamba na mizeituni, utakamua na mafuta, utafanya hiki na hiki, ameeleza vitu vingi, alafu anasema mtajenga na nyumba nzuri. Haleluya. 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 Lakini nikasema angalia wangapi watu wa Mungu wana nyumba nzuri. Kwingi nyumba zao zinatajwa kama jina na nembo ya mtaa. Jina la Bwana libarikiwe. Lakini Biblia inasema mtajenga nyumba nzuri. Manake nyumba iliyokwenda shule, hata ramani ya nyumba yako sio naibuni fundi. Abuni mwenyewe sema abuni mwenyewe fundi, hapa nataka vyumba viwe vinne. Unakwenda na wewe kwa injinia na kuchorea ramani. Angalau ndio nyumba ambayo imekwenda shule. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Funga mkono kwa Bwana Yesu kama unamjua. Lakini tunaangalia pia Kutoka mlango wa 3 mstari wa 7 mpaka wa 10 anasema na watoa nchi ya Misri na wapandisha nchi njema itayo maziwa na nini? Haleluya. Hata siku moja sikiliza mtu wa Mungu leo kwa unakwenda mbinguni. Nisikilize kanisa. Haleluya. Haleluya. Mungu hajatuokoa atuweke kwenye mazingira hayo tulio nayo. Mimi najiuliza tumeyapata wapi? Tuliangalia hali za Mungu zote mpaka Kumbukumbu la Torati mlango wa 28. Anasema ukisikiliza sauti ya Bwana na kumtii ataziamuru baraka zije kwetu. Lakini nashangaa tunaoishi tofauti na Biblia inavyoeleza. Haleluya. 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 Funga mkono kama tuko pamoja na nielewa mtu anasema. Tunaishi chini ya kiwango, tunatoa wapi? Maana anamwambia Israeli na kutoa Misri na kupandisha nchi nini? Nchi njema. Haleluya. Maana ndani ya nguvu ya wokovu umefungwa utajiri. Ndio maana Warumi 11 mstari wa 33 anasema utajiri na heshima kutoka kwako nawe watawala juu ya vyote. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Lakini tulisoma Hagai anapoeleza vizuri. Anasema nitatikisa mataifa, nitatikisa falme, nitatikisa mbingu, nitavileta vyote vyenye kutamani. Haleluya. Yaani maana Mungu anajaribu kufungua awaweke fahamu vizuri kwamba vitu vizuri vilivyoko duniani ni vya wateule. Vitu vizuri unavyoviona ni vya watakatifu, sio vya watu wa dunia. Kuvaa vizuri sio dhambi, ni sehemu ya heshima ya Mungu wetu aliye hai. Haleluya. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Kuishi vizuri na kula vizuri ni baraka Mungu alizotukusudia. Nibatata nuru moja sikukasakana. Chai ya rangi sio kwa sababu umeipenda, budget ya maziwa. Tukilo tu nyama mpaka na mchuzi unaongeza maji unajaza. Kwa ndio wengine nasema nyama choma ni anasa, sio anasa. Wewe unajaza mchuzi ili itoshe familia kubwa uliona. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Inaniuma rohoni. Tunaishi tofauti na Mungu tunayemsema. Mungu wetu ni mkubwa. Anasema nitatikisa, nitatikisa, nitavileta vyote vyenye kutamaniwa na mataifa, vinavyotumiwa na watu huko, wale wakubwa anasema nitavileta. Haleluya. Anasema fedha ni mali yangu, dhahabu ni mali yangu, asema Bwana. Utukufu wa mwisho wa nyumba hii utakuwa na nguvu kuliko wa kwanza. Napenda yale maneno. Haleluya. Amen, usiamini. Lazima utukufu wangu wa mwisho uwe na nguvu kuliko nilivyoanza. Lazima nimalize kwa kishindo. Jina la Bwana libarikiwe. Sio mimi nasema, Biblia imeniambia kiroho utukufu wako wa mwisho utakuwa na nguvu kuliko wa kwanza. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kuna siri moja ambayo anasema pia. Anasema ziko baraka zetu ambazo zimefungwa ndani ya ardhi
ambazo ni urithi wetu vizazi na vizazi. Siko baraka ambazo zimefungwa, baraka zetu ambazo zimefungwa ndani ya ardhi, ambazo ni urithi wetu vizazi hata vizazi. Mwanzo 49 mstari wa 28, aliyepata nisaidie kusoma. Mwanzo 49 28 mpaka 30. Mtu wa Mungu mmoja nisaidie kusoma. Hizo zote ndizo kabila za Israeli 12. Ndio. Na hayo ndio aliyowaambia baba yao na kuwabariki. Mmoja mmoja kwa baraka wake aliwabariki. Akawaamuru akasema, mimi ninakwenda kukusanywa pamoja na watu wangu. Mnizike pamoja na baba zangu katika pango iliyomo shambani mwa Efroni Mhiti. Katika ile pango iliyomo shambani mwa Makpela iliyo mbele ya Mamre, katika nchi ya Kanaani, aliyoinunua Ibrahimu pamoja na shamba kwa Efroni Mhiti pawe miliki yake ya kuzikia. Humo walimzika Ibrahimu na Sara mkewe. Humo wakamzika Isaka na Rebeka mkewe. Nami humo nikamzika Lea. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Baraka ije juu yako katika gara zako. Na mambo yote utakayotia mkono wako, naye atakubarikia katika nchi akupayo Bwana Mungu wako. Asante. Mstari wa 11. Bwana atakufanya uwe na wingi wa uheri katika uzao wa tumbo lako, na uzao wa wanyama wako wa mifugo, na uzao wa nchi yako, katika nchi Bwana aliyowapia baba zako kwamba atakupa. Ndio. 12. Atakufunulia Bwana hazina yake nzuri, nayo ni mbingu, kwa kutoa mvua ya nchi yako kwa wakati wake, na kwa kubarikia kazi yote ya mkono wako. Nawe utapokesha mataifa mengi, wala hutakopa wewe. Asante. Bwana Yesu asifiwe. Neno 28, Mungu anapomsaidia mtumishi wake Isaka kuachia baraka kwa watoto wake, anasema hivi 27:28. Mwanzo 27:28 anasema, Mungu akupe ya umande wa mbingu na ya manono ya nchi, na mawingu na nafaka na mvinyo. Mataifa na wakutumikie, na makabila wakusujudie. Uwe bwana wa ndugu zako na wana wa mama yako na wakusujudie. Atakaye kulani na alaniwe, atakaye kubariki na abarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Napenda sana neno hili, anasema Mungu akupe ya umande wa mbingu na ya unono wa nchi na wingi wa nafaka. Haleluya. Hebu nisalimie namna hii kama tuko pamoja. Ndugu zangu, kuna kitu ambacho tumesikia mara kwa mara watu wa Mungu wakifundisha kukomboa ardhi, kukomboa ardhi. Nafikiri bila shaka watu wa Mbeya tumekisikia hiki. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa namna ya Biblia, baraka zako zimefungwa nyingi sana kwenye ardhi. Mungu ameachilia kitu kwenye ardhi zetu. Ukitaka kujua kwamba chanzo kikubwa cha baraka Mungu alipoanza kuachilia, unaweza kurudi kabisa mwanzoni kabisa anapomuumba mwanadamu. Mlango ule wa 2 mstari wa 15 anaeleza, anasema akamweka katika bustani ya Edeni ailime. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Na anasema utakapoilima ardhi utakula matunda yake, nayo itakuzalia. Kitakuwa chakula chako wewe na chakula cha ndege na wanyama wote wenye uhai waishio. Haleluya. Aliamuru ardhi. Ardhi tuweke sisi kwenye maisha mazuri. Ziko baraka ambazo amini usiamini zimefungwa kwenye ardhi yako. Ni wewe kuchukua ufunguo kwa imani, kwenda kufungua kwenye ardhi, iachie baraka ambazo Mungu ameziamuru ziletwe kwa ajili ya maisha yetu. Ninasikia baraka za Bwana. Siku moja nilikuwa nazunguka kwenye shamba, ninalitazama shamba limezaa. Nilikuwa na ndugu yangu mmoja akaamua kilio. Unaangalia kabisa, Kiingereza tunasema visasa vya mpunga vigoteme. Tunapoangalia namna hii, unaangalia kabisa, unaangalia vile vishada vyake vinainama, mpunga umezaa mpaka umejikunja namna hii, unaelewa, unasikia baraka ambazo ardhi iliamua inaachilia kwa ajili ya maisha yetu, ambazo zimefungwa kwenye ardhi. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya, haleluya. Sikia neno la Bwana kanisa. Jana nimeongelea habari za kuangamia kwetu, na nikaongelea tu kwamba tatizo letu ni kutokufanya kazi kwa bidii, kutokujituma. Wengine
sawa. Kulima hakukutolewa baada ya anguko. Kulima kumetolewa kabla ya anguko. Manake ni baraka. Unapolima shambani unasikia baraka, unasikia upako, ikiwezekana nena na kwa lugha. Haleluya! Kama nazifuatilia baraka zilizoachiliwa kwenye ardhi. Wana wa Israeli walikuwa kwenye ardhi. Kwenye ardhi wanangu. Ndio maana ya Isaka anapombariki mtoto wako, mtoto wake anasema, mwanangu, Mungu akupe ya umande wa mbingu. Haleluya! Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Anasema kupe ya umande wa mbingu na ya unono wa nchi. Haleluya! Mwanake nitakapenda kilerege. Mungu kwa upegerege. Imbatata sifigukege. Kila kitu kionekane kwenye ardhi. Matikiti maji, makomamanga, macheza, kila kitu kinaachiliwa. Ifinanasi vyope fierege. Anasema kupe kura ya unono wa nchi. Ukiangalia mahindi meusi kabisa yameshehena, maharage yamebeba, wakupori ndi motisi osayo, isisapigwe nkisu kunongwa jangu. Haleluya! Haleluya! Watu wamekimbia. Wengine wanakimbia vijijini, wanaacha mashamba. Tunakuja kubanana mchini. Tunanyang'anyana vishilingi 2, vishilingi 3. Nisubiri miaka 15 ijayo. Utajiri utahama mchini, utakwenda vijijini. Subiri tu, wewe andika. Usuri wake nipotaja kitu naomba unaandika. Au ngubusiege. Jina Bwana libarikiwe. Nimeenda Ukinga kule. Sio Wakinga wanaopanda miti. Mpaka Wanyakyusa wako waliokamata milima Ukinga kule. Wamepanda miti. Wanapanda. Nikwambia siku moja nikasema nimepita Iringa kule Kilolo. Wakenya wanapanda miti. Wakenya. Sio Watanzania, Wakenya. Wanapanda miti. Wamenunua maeneo. Watu wa Kilolo wamekimbia wako Mwanjelo. Wanauza sufuria. Kwa wanaangalia biashara. Hiyo moja. Sitaki nirudia, lakini jana nilikwambia kwamba usiangalie njia moja kwenye eneo la uchumi ukitaka kusogea. Uone njia 2 3. Na njia moja wapo ambayo ni njia inayodumu, ambayo haiwezi kukutupa. Usifikiri waliotunga mithali kwa kusema kwamba jembe halikutupi mkulima. Unaweza kufeli mwaka huu, lakini sio mpaka mwaka kesho utafeli. Unaweza kufeli mwaka mmoja kwa shida imetokea, pengine shida ukame imeingia. Ukapata shida, lakini mwaka unaokuja unakuta shangasha kwa inakulipa mara 2. Yeye ni mashahidi, wengine wanafanya biashara pambe. Mumeona mimi nimefuatilia hata waliounguriwa masoko Mwanjelo pale, hata Sido pale. Ukiangalia wengine nikwambia hata watu ambao nina uhakika nao, hata leo ukiniambia nitajie na majina yao na maeneo wanayotoka ninafahamu. Kuna watu ambao tunawaona ni matajiri hapa ambao unafikiri wote wanawanga, wana misukure. Sio wote wana misukure. Kuna wengine ni bidii zao na jitihada yao ya kuchapa kazi kwa kwenda mbele. Hawana misukure hata mmoja, anajituma, anafanya kazi kwa bidii, amekumbuka, ametambua kwamba kwenye ardhi kuna baraka zangu. Mimi napata shida sana kwa watu wa Mungu, hatunataka ploti ka heka 1.5 huna, alafu watu hawamjui Mungu wana hekari 200. Wana hekari 300. Alafu nenda kuomba kibarua kwa. Unakuja unashuhudia Yesu asifiwe. Ilikuwa nimeenda nimefanya kibarua, nimemshukuru Mungu, nimepata hela za kulipa ada. Tuma kwenye nchi yako mwenyewe. Jina Bwana libarikiwe. Jina Bwana libarikiwe. Jina Bwana libarikiwe. Jina Bwana libarikiwe. Tunga mkono kama tuko pamoja. Ardhi imebeba vitu vingi. Achangamka. Najua kuna watu ambao neema ya Mungu imewasaidia kuwa na ardhi. Kama Mungu amekupa neema ya hela, ongeza. Usirizike na hekari 2 3. Ongeza zaidi. Twendako kufinya kuna tukura bila kuliko kuna tufumita. Huko tunakokwenda tutashangaa. Pesa masoko yanaungua na teketea. Fikiria kama tunatazamia tu biashara, unaishije? Duka lote limeungua, unaishije? Kila kitu kimeteketwa, unafanyaje? Lakini wengi ambao imewasaidia ni wale waliojaza store zao, zimejaa mahindi, zimejaa maharage, zimejaa karanga, zimejaa sijui nini huko, soya sijui vitu gani. Anakwenda tu kwenye store, anajumulisha magunia 150, amerudisha amejaza duka. Nenda kaangalia Sido. Kuna wengine hawajajenga vibanda mpaka leo. Kuna wengine maduka yamefurika tena. Onto wende urasara. Jina Bwana libarikiwe. Jina Bwana libarikiwe. Jina Bwana libarikiwe. Kuna wazangu ambao umeajiriwa kama nilivyoajiriwa mimi. Ukilala kwenye ajira utakuwa maskini tu. Utatuna leo, kesho utaanza kusema enzi zetu. Enzi zetu ndio chukua wenyewe. Jina Bwana libarikiwe. Wakati kila kitu tashati yako leo unafunga na tai, tai linakufanya kupinyipinyire babu, upinyire mshati. Haikai, hainyoki.
Maana ulikuwa unapeleka dry cleaner, sasa hata hela kupelekea dry cleaner huna. Jana fulani, sio utani, alipokea kweli. Amerudi kwenye sifuri baada ya kumaliza kazi. Haeleweki. Alitegemea mshahara. Alitazama njia moja tu hiyo. Akawa anakula ni kitabu, neno vitabu vifo kile kwa kupelekeza walio mtoto hapa na nikonda litio. Anakwisha na kitabu yakipo. Sukuni jimarike. Lazima tupanuke. Haleluya! Hebu nikusomee Biblia mahali pazuri ninapopapenda. Isaya. Sana Isaya 54. Kama kuna mtu amepata hebu nisomee mara moja. Isaya 54 anza mstari wa kwanza. Ndio. Imba wewe uliye tasa. Wewe usiyezaa. Ndio. Paza sauti yako kwa kuimba. Piga kelele wewe usiyekuwa na utungu. Maana watoto wake aliyeachwa ni wengi kuliko watoto wake yeye aliyeolewa. Asema Bwana. Tanua mahali pa hema yako na wayatandaze mapazia ya maskani yako. Usiwakataze, ongeza urefu wa kamba zako. Ndio. Vikaze vigingi vya hema yako. Asante. Hebu sikiliza nisome mstari wa pili. Tuko pamoja? Amen. Kama uko pamoja na mimi nisalimie hewani namna hii. Sikiliza mstari huu unaupenda sana. Ukiutumia kwenye uchumi utaziona baraka za Bwana. Anasema hivi: panua mahali pa hema yako. Yatandaze mapazia ya maskani yako. Usiwakataze. Ongeza urefu wa kamba zako. Vikaze vizingiti vya hema yako. Mstari wa 3. Kwa maana utaenea upande wa kuume, utaenea na upande wa kushoto, na uzao wako watamiliki mataifa. Wataifanya miji iliyokuwa ukiwa kukaliwa na watu. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Punga mkono na Bwana Yesu namna hii. Hebu nikwambie kwamba hili neno liwe la unabii kwako na unabii kwangu. Nimekwambia juzi kwamba ziko baraka ambazo Mungu anataka kuachilia kwenye taifa letu. Tena sio taifa letu tu la Tanzania, lakini katika Afrika nzima. Watu wa Mungu wameendelea kusema. Juzi nikwambia kuna watu watumishi wa Mungu kama 3 4 niliowasikia, wahubiri wakubwa tu ambao Mungu amewasemesha kwamba miaka 25 ijayo utajiri wa Afrika hautakuwa wa kawaida. Lakini utajiri wetu mkubwa sana katika nchi yetu ya Tanzania utapatikana kwenye ardhi yetu. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Na anasema kwa utajiri utaongezeka na kuna uamsho mkubwa unaokuja katika nchi yetu. Na kama kuna uamsho mkubwa, neno la unabii linakuja kwako, anasema panua hema yako. Haleluya! Anasema panua hema yako. Usiwakataze wanaosema upanue, wanaosema jenga nyumba kubwa, wanaosema nunua uwanja. Endelea, ongeza vipimo, ongeza ekari hata 20, ongeza ekari hata 200. Panua hema yako. Kwa nini? Utaenea mashariki, utaenea magharibi, utaenea kushoto, utaenea kulia, utaenea mbele, utaenea huko. Anasema panua hema yako. Haleluya! Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Alisema mpenda Yesu. Tutaenda kuenea. Manguruwe yatafurika, ng'ombe watafurika, kuku watafurika, mazao yatafurika, na wewe utakodisha fursa kwenda shambani. Panua hema yako. Panua hema yako. Panua hema yako. Ongeza vipimo, maana Mungu anakwenda kutukomboa kwenye eneo la uchumi. Tumesota miaka mingi, ukombozi wetu umefika. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Biblia inasema Bwana ameliangalia taifa lake. Haleluya! Mungu ameliangalia kanisa lake. Ametambua tatizo letu ni hela. Tunashangilia, tunaimba pambio, tuko fellowship. Tukirudi nyumbani hata hatujui tunakula nini. Wakirudi watoto kutoka shuleni huelewi somo. Nikira tukimalike kwa kusimbutira mapendo na kukupiana. Panua hema zako. Mbingu zimekukumbuka. Utaenea mashariki, utaenea magharibi. Haleluya! Anasema utasahau taabu ya ujana wako. Nampenda Mungu aliye hai. Niko siku nitasahau kutembea kwa miguu. Niko saa inakuja. Haleluya! Nitasahau kusukuma kwenye daradara. Niko saa nasema panua hema yako. Ongeza vipimo. Utasahau kwamba ise na alia utunyama twa udiomi bokubuti mbene. Jina la Bwana libarikiwe. 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 Unasema ongeza vipimo.
Na mimi niseme lugha ya kinabii, ongeza maono. Jina la Bwana libarikiwe. Maana upako wa kuwainua watu wa Mungu umeshuka. Ongeza maono. Usijikadirie padogo, jikadirie pakubwa. Useme lazima nifuge kuku 2000. Usiseme nitawezana na wao, upako umeshuka. Wewe ongeza maganda. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Kama kina Kiomo waliokuwa nahubiri watu waokolewe, wale wanafundisha uchumi, mbingu zimevurugika huko. Haleluya. 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 Changamka kanisa, changamka. Changamka. Kombozi wetu umefika. Umefika wakati tumesema maneno, sasa tunataka tuseme kwa matendo. Umefika wakati. Na ndio maana nimesema hata magonjwa lazima tujikumute. Tukisema Yesu anaweza, tuonyeshe Yesu ameweza kweli. Amen. Haleluya. Amen. Tujikumute, umefika wakati. Tukamwona Kristo kumasio tukapeleka. Ngoja tuwaambie kwa vitendo Mungu wetu anafananaje. Haleluya. 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 Inawezekana hata mke wako amekukimbia kwa sababu haoni chochote. Anasema warokole Bwana wapo hapo tu. Anasema tuombe mke wangu tutafanikiwa, mke wangu tutafanikiwa. Sio shukrani na mwanaume wa namna hii. Nakwambia atakuja talia machozi. Anasema wale kudharau siku moja watakusalimia kwa heshima. Watakusalimia kwa heshima. Ndugu wale waliokuwa wanapitiliza kwenda Tunduma wataanza kuishia Mwanjero. Watakutafuta wataulizia. Usotelewa kama Wanongi, yule mwenye Costa yule, hamjui yule aliandika Costa jina hili amesema Yesu anaokoa. Ndio ndugu yetu sisi, alikuwa ndo Buronda, papo wakamanyako na mami yako kunongoja Burondo. Watakutafuta uko wapi? Watakutafuta wataulizia. Hivi yule mwenye sababu mwenye gorofa yule mwenye nyumba ile anayepangisha pale, yule mama anaitwa nani, yule wapangaji wake wako 15 kidogo, anapangisha wanafunzi. Na kuambia aliyekuvunjia heshima, aliyekudharau, siku moja atakusalimia kwa heshima. Atakusalimia kwa heshima. Panua heba yako. Ongeza vipimo. Amen. Panua maono. Kama unauza rejaleta, fikiria kuwa na store ya kujumulisha. Kabisa, anza kulitamia hilo wazo kwa maombi. Katika Mungu wetu inawezekana. Kwa mazingira yetu watu wakituangalia wanaona kama waongeaji tu. Lakini nakwambia tukimwangalia Mungu atakuangalia mazingira ulio nayo. Atakuangalia mtaji ulio nao. Angalia Mungu aliye naye anafananaje. Mara nyingi tunapojiangalia tulivyo hatusogei. Ukiangalia mazingira ulio nao na mtaji ulio nao unakata tamaa. Mimi siangalii mshahara wangu, naangalia imani niliyo nayo. Kama nikiangalia mshahara hata kujenga sitajenga. Amina. Jina Bwana libarikiwe. Punga mkono kwa Bwana Yesu kama unajua. Haleluya. Kwa nini nina ujasiri wa kusema haya? Sasa ni kwa kutumbua. Mimi nanukuu kwenye Biblia. Nimekwambia leo nitakuletea mstari ya Biblia usome tuangalie wenzetu walivyokuwa. Ili tumdai Mungu kwa haki kwamba uso wetu ni jungurani. Sisi ndio tumezaliwa kwenye mtiririko gani? Kama sisi tumejenga juu ya misingi ya mitume na manabii, mbona tufanane nao? Lazima tumdai Mungu kupitia maandiko. Wenzetu walikuwa hivi, kwa nini sisi tuko hivi? Tumekosea wapi? Haleluya. 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 Hebu funga mkono namna hii kama tuko pamoja. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Tuangalie wakati watu waliotutangulia katika Biblia walikuwa na mazingira namna gani? Ndipo tujue kwamba utajiri ni dhambi kwa watu wa Mungu au sio dhambi. 13 mstari wa pili. 13 mstari wa pili mwingine anifungulie Mwanzo 24 mstari wa 35. Tuangalie tu maisha ya hao watu. 13 mstari wa pili. Tajiri sana kwa mifugo, kwa fedha na kwa dhahabu. Akaendelea kusafiri kutoka kusini mpaka Betheli, mahali pale palipokuwapo hema ya kwanza kati ya Betheli na Ai. Asante. Hebu nirudie ule mstari. Jamani, wengi tunapoomba sisi tunasema Mungu wa Ibrahimu, si ndio? Tunaamini Ibrahimu ni mtu wa Mungu. Tunaamini ni baba wa imani. Wangapi wanaamini hivyo wanipungia mkono ya Mungu juu Ibrahimu? Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Mumenye Abrahamu. Lotata kwetu. Haleluya. Amen. Lotata kwetu Abrahamu na roho. Amen. Propera Abrahamu tuleta. Naye Abrahamu alikuwa tajiri. Anasema alikuwa maskini. Alikuwa anaishi kwa kubangaiza. Tunajua maana tajiri, si ndio? Anasema naye Abrahamu alikuwa tajiri sana, sio tajiri kidogo. Tajiri sana.
Yaani mbele si ameta mwaro ni kukuku ni ngosi. Hivi nyama na vya risui. Waingereza wanasema haribu ifugo. Haleluya! Jina Bwana libarikiwe. Anasema tajiri sio tajiri tu wa kuonekana kama ni tajiri wa fedha. Hii hela sio pesa yako ile mfuko. Na kwa dhahabu akaendelea kusafiri toka kusini mpaka Betheli, mahali pale palipokuwapo hema yake ya kwanza kati ya Betheli na Ai. Jina Bwana libarikiwe. Anasema alikuwa tajiri sana. Haleluya! Sio tajiri mdogo, tajiri sana. Na kwa utajiri sana maana alijulikana katika injili ya Betheli na Ai. Abantu bati kumkabia Abrahamu yule wa kiuma yule mwenye ng'ombe nyingi yule mwenye kondoo wengi yule, lakini wengine ataka kuku wa kienyeji hakapo. Anasema baba yangu Ibrahim hata kuku huna, hata kondoo mmoja huna, hata mbuzi mmoja huna. Niangalie usoni. Jina Bwana libarikiwe. Ibrahim hajatuachia upako wa imani tu, ni zaidi ya hapo. Haleluya. Turudi kwenye mwanzo ile 24:35. Hebu tuangalie tena. Ili nisiende ninasema tu, kilicho tunaangalia mistari wa kale waliotutangulia wanafananaje. 24:35. Bwana wangu amekuwa mtu mkuu, amempa kondoo na ng'ombe na fedha na dhahabu na watumwa na wajakazi na ngamia na punda. Naye Sara mkewe bwana wangu akamzalia bwana wangu mwana wa kiume katika uzee wake, naye amempa yote alionayo. Inatosha ndugu. Jina Bwana libarikiwe. Punga mkono hewani kama tuko pamoja. Sikiliza kanisa, jina Bwana libarikiwe. Jina Bwana libarikiwe. Juzi tulisoma katika Mithali mlango wa 10:22, si ndio? Anasema mbaraka wa Bwana utajirisha, wala hautanganyi huzuni pamoja. Jina Bwana libarikiwe. Jina bariki sana Bwana wangu. Amembariki namna gani? Hataji imani, mimi nashangaa. Utajiri ni mbaraka wa Mungu unaoonekana. Imani sio rahisi watu kuiona. Imani yetu inaonekana kwa matendo. Haleluya. 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 Haleluya kanisa. Kama uko pamoja na mimi nisaidie. Nipungie mkono juu namna hii. Punga mkono juu namna hii. Nitashukuru wahudumu mkishughulikia hao watoto ili wasiendelee kupiga kelele. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Hasemi kwamba amempa imani, hazungumzi. Anasema amembariki sana Bwana wangu. Amekuwa mtu mkuu. Jina la Bwana libarikiwe. Amempa kondoo, amempa mbuzi na ngamia na fedha na dhahabu. Vyote vinataja utajiri wa baba yake. Sikia, jina la Bwana libarikiwe. Nimesema tunahitaji kuhubiri injili ya matendo yanayoonekana. Tunakwenda pamoja. Tunakwenda pamoja. Watu maneno hayawatoshi. Maneno hayawakorei. Ndio ile nilikwambia kwamba ni fedha sana kukuta zingine tunafanya harambee, unaenda kuwaita watu hata wamjui Mungu naye wanayochangia harambee. Unaanza kusimamisha miungu yao. Mwingine alimuita kwenye harambee, alafu ni mtu mganga wa kienyeji, wakamuita kwenye harambee. Walivyomuita kwenye harambee akasema ngoja nikaulize misimu itaniambia nitoe shilingi ngapi. Alafu nakuja kuwaambia tajiri humtawala maskini. Sio kwa sababu umekubali, anakutawala kwa ajili ya hela zake. Akaondoka akaenda akauliza mizimu, nikwambie hela ndio taji. Aje bila hela. Akasema mizimu ameniambia nilete 60,000. Kwa kaleta 60,000. Simu umempelekea mwaliko mganga wa kienyeji. Mkajua kwa sababu na magari na majengo na mihela mingi atuletee. Alafu tunairahisisha tutazitakasa kwa jina la Yesu. Na Bwana anibariki sana Bwana. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Anasema amekuwa mtu mkuu, amempa fedha na dhahabu na watumwa. Haleluya. Sikia neno la Bwana. Hajatuita sisi tukawa watumwa. Anatuita kwa jinsi ya Biblia. Ukisema watumwa zamani ilikuwa ni neno zuri kuita watumwa. Walikuwa wanajisikia tu. Lakini miaka hii manake anao wasaidizi wa kumsaidia kwenye maduka yake, wa kumsaidia kwenye mashamba yake, wa kumsaidia kwenye mifugo yake.
maziwa, wengine anashughulika mashambani, anaenda yeye kuangalia mashamba. Hapa mzee panahitaji mbolea, ukiamkiwa na kuamkia nasema huyo ndio bosi wangu. Unapita korokoro wa Bwana, umeokoka na injili, lakini imeandikwa inalindwa na damu ya Yesu. Unazungukia mashamba yako na Bwana amembariki sana Bwana wangu. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Ndiye Ibrahimu, ndiye baba wa imani yako. Ukakupenda kupelekisa kwenda katibu kuja harufu wa jijitimi mijumbete, hata changamko na furaha huna. Wakitaja michango kwenye fellowship unasema wandugu toeni, mimi mnanijua hali yangu. Unasinya, unatia huruma. Unatia huruma. Wakikwambia kuimisha wapi unachangamka. Wakizungumza swala la hela, mijumbete. Ni mnyonge, panua hema yako. Haleluya! Panua hema yako. Lazima tuijeresie keteva na wanyafyara. Haleluya! Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Ninasema wachungaji, watu wengi michango. Sasa hero kete wako wengi. Uwe wafanza kwenye michango kete waputirika kuwenga. Niko kuwenga na ngoja waputirika watie toa. Nasema mimi natoa najitolea kwenye maombi. Tukata maombi tukutie darama. Sababu ni tuko mzamiaji. Ndio tunataka wazamiaji. Tunataka change. Tuna mabadiliko. Sasa tunapanga sasa tunajitolea mchele. Unafanya kuingia maskini. Mama Saita utatoa dola ngapi? Unafanya kama unainama. Alafu wakisikusuna kwa jina la Yesu. Tusaidie semina yetu. Tunasema tuombee semina. Tumesema wanaotaka kutoa mchele.